Unapoinua mikono yako juu, mwambie Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninauomba uwepo wako uwe nami kwenye kila eneo la maisha yangu. Hebu fungua kinywa chako, mwambie Baba, kwa jina la Yesu, uwepo wako uwe nami mchana wa leo. Uwepo wako uwe nami mchana wa leo. Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako. Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo, kwenye kila eneo la maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Uwepo wako Adonai, uwepo wako Adonai ndio unaonifanya nistawi. Uwepo wako Adonai ndio unaonifanya niwe na viwango vipya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nauomba uwepo wako, nauomba uwepo wako, nauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Uwepo wako Bwana unanifanya nistawi. Uwepo wako Bwana unanifanya nifanikiwe. Uwepo wako Bwana unanifanya nistawi. Uwepo wako Bwana unanifanya nifanikiwe. Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, siwezi mwenyewe bila uwepo wako, siwezi mwenyewe bila uwepo wako. Hakuna ninachokiweza, hakuna ninachokijua bila uwepo wako, bila uwepo wako. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako nitokapo na niingiapo, nilalapo na niamkapo, popote ninapokuwa, ninauomba uwepo wako. Popote ninapokuwa, ninauomba uwepo wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Malika dabaya, maromosia, mashanda rabayando, kwa jina kuu la Yesu, kwa jina kuu la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Baba yangu, Mungu wangu, mfalme wangu, mwokozi wangu, kimbilio langu, msaada wangu, mahali pangu pa kujificha, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako, mwambie Baba, siwezi mwenyewe bila uwepo wako. Mwambie Baba, hakuna ninachokijua bila uwepo wako, hakuna ninachokiweza bila uwepo wako. Baba, kwa jina la Yesu, kwenye kila eneo la maisha yangu, nauomba uwepo wako, nauomba uwepo wako, nauomba uwepo wako, nauomba uwepo wako kwenye huduma yangu, nauomba uwepo wako kwenye madhabahu hii, nauomba uwepo wako kwenye nchi yetu ya Tanzania, nauomba uwepo wako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunauomba uwepo wako kwenye kila eneo, kwenye kila eneo la maisha yetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo, kwenye kila eneo. Musa alisema hawezi kwenda peke yake, hawezi kwenda peke yake, akasema usituchukue kutoka hapa bila uso wako, bila uso wako. Uso wa Bwana ndio uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana ni uso wa Bwana kwenye maisha yetu. Malika dabaya, ramashaka, malori amande, katika jina la Yesu. Hatuwezi peke yetu, hatuwezi peke yetu bila uwepo wako. Hatujui cha kufanya bila uwepo wako. Malika daya, ramashaka, maliamande, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rapakaya baya,
shelemande, 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 rapakasotakaba, meligada, ramashakayama, ibaruriama, shelemande, shelemande, lemande, shelemande, 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 lemande. Baba, kwa jina la Yesu tunauomba uwepo wako kwenye hii madhabahu, tunauomba uwepo wako kwenye maisha yetu, tunauomba uwepo wako kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa damu ya Yesu, uwepo wako kwenye taifa, uwepo wako kwenye nchi ya Tanzania kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya 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 mwana kondoo. Mungu wangu na baba yangu, Mungu wangu na mwokozi wangu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye kazi zangu, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye afya, kwenye ndoa, kwenye familia. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, tunauomba uwepo wako kwa jina la Yesu, kwa watoto wangu, kwenye familia yangu, nauomba uwepo wako, nauomba uwepo wako, malikadaya ramashaka shalamande, kwa damu ya Yesu, nauomba uwepo wako kwenye nchi yangu ya Tanzania. Baba yangu na Mungu wangu, tunauomba uwepo wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako, 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 ninauomba uwepo wako kwenye afya yangu, ninauomba uwepo wako kwenye kazi zangu, ninauomba uwepo wako kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Na uomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Hebu mshangilie Bwana, tukuze Bwana kwa ajili ya uwepo wake, tukuze Bwana kwa ajili ya uwepo wake. Kwenye kitabu cha Mwanzo 21 mstari wa 20, naomba ukamate daftari lako na uandike ukiwa umesimama hivyo hivyo, na tunaenda kuomba, tunaendelea kuomba. Mwanzo 21 mstari wa 20. Kuna kitu ambacho nataka nikuonyeshe kupitia haya maombi ambayo tulikuwa tunaomba ya uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu. Nataka nikuonyeshe kupitia kitabu cha Mwanzo 21 mstari wa 20. Uwepo wa Bwana unapokuwa na wewe, ni nini huwa kinatokea kwako? Uwepo wa Bwana unapokuwa pamoja na wewe, ni nini kinachotokea kwako? Au unaleta faida gani kwenye maisha yako? Uwepo wa Bwana unapokuwa pamoja na wewe, unafanya nini? Unaleta faida gani kwenye maisha yako? So Mwanzo 21, Mwanzo 21:20. Amen. Mwanzo 21 mstari wa 20. Mungu akawa pamoja na huyo kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana. Naye akakua. Naye akakua. Akakaa katika jangwa. Akakaa katika jangwa. Akawa mpiga upinde. Akawa mpiga upinde. So listen, Mungu anapokuwa pamoja na wewe, uwepo wake kwenye maisha yako unakufanya kukua. Amina. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu unamfanya mtu akue. Nimekuwa nikizungumza habari za ukuaji wa kiroho. Ishara kwamba hujakuwa kiroho, utayapuuzia mambo ya kiroho na utaona mambo ya kiroho hayana maana kwako. Lakini kumbe uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu unatufanya tukue. Biblia inasema Mungu akawa pamoja na yule kijana. Yule kijana ni yule mtoto wa Hajiri. Anasema Mungu akawa pamoja na yule kijana, then akakua, naye akakua. So kilichomfanya akue ni uwepo wa Bwana kwenye maisha yake. Bwana asifiwe sana. So kinachokufanya kukua ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. So uwepo wa Mungu ni kitu cha msingi kuliko kitu chochote
kwenye maisha yetu. So hakikisha kwenye haya maisha uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe kwenye kila eneo, kwenye kila unapokwenda na kwenye kila unapokuwa. Kwenye haya maisha, mojawapo ya vitu vya msingi ambavyo unapaswa kuhakikisha unavyo ni uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana. Musa alisema, usituchukue kutoka hapa kama uso wako haujakwenda pamoja na sisi, kwa sababu huko tunakokwenda kitakacho tutofautisha na wengine ni ule uwepo wako, ni ule uso wako. So uwepo wa Mungu huwa unatutofautisha na wengine. Uwepo wa Mungu huwa unatutofautisha na wengine. Tuangalie pia kwenye kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2. 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 Bwana akawa pamoja na Yusufu, alafu naye akastawi. Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Anaposema Bwana akawa pamoja na Yusufu, maana yake uwepo wa Bwana ulipokuwa na Yusufu ulimfanya akastawi. So kinachotufanya tustawi ni uwepo wa Bwana. Kinachotufanya tustawi ni uwepo wa Bwana. Kazi ya uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu ni kuyafanya maisha yetu yastawi. Kazi ya uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu ni kuyafanya maisha yetu yastawi. Kwenye ile andiko la kwanza tuliona uwepo wa Bwana ulimfanya yule kijana kukua. So uwepo wa Bwana unatufanya tunakuwa. Lakini kazi nyingine ya uwepo wa Bwana ni kutufanya tustawi. Tustawi kiroho, tustawi kiafya, tustawi kiuchumi, tustawi kwenye kila eneo. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Ni nini kilisababisha Yusufu akastawi? Ni uwepo wa Bwana kwenye maisha yake. So uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu unatufanya tunastawi. Kama mtu mmoja uwepo wa Bwana uko kwenye maisha yake, sema amen. Uwepo wa Bwana unakufanya tustawi. Jana nilikuambia, nafikiri ni jana, na ibada za nyuma pia nimekuwa nikikwambia, kinachotufanya sisi kustawi sio kwa sababu tuna kitu cha kufanya, kwa sababu pia kuna wenye vitu vya kufanya lakini hawana ustawi. Kuna mtu nimeongea naye. Kinachotufanya sisi tustawi sio kwa sababu tuna kitu cha kufanya, sio kwa sababu tuna kazi, sio kwa sababu tuna kampuni, sio kwa sababu tuna biashara. Kinachotufanya sisi kustawi ni kwa sababu ya uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu. Hujawahi kusoma lile andiko la Yeremia 17:7 na 8? Anasema, anazungumzia vizuri sana kwenye Yeremia 7, kwenye Yeremia 17 ule mstari wa 7 na 8. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Sio ategemeaye biashara, sio ategemeaye kazi, sio ategemeaye hiki na hiki. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana na aliyemfanya Bwana kuwa tegemeo lake. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Sio anayetegemea kazi, sio anayetegemea biashara. Kuna watu wenye kazi na kuna watu wenye biashara lakini hawana mafanikio. Wiki iliyopita nilikuwa nikikufundisha hapa na kukupa mfano. Kuna watu wenye kazi na kuna watu wenye biashara lakini hawana mafanikio. So kinachotustawisha sisi, kinachotufanikisha sisi ni kwa sababu tunamtegemea Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu unatufanya tustawi. Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Kwa hiyo uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu unatustawisha. Uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu unatustawisha. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili 18:7. Wafalme wa Pili 18:7. Wafalme wa Pili 18:7. Nakupa tu siri hizi za uwepo wa Bwana kwenye maisha yako. Kwa hiyo uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu hautuachi bure. Amina. Wafalme wa Pili 18:7. Neno la Mungu linasema, naye Bwana akawa pamoja naye. Naye Bwana akawa pamoja naye.
kila alikokwenda alifanikiwa. Huyu mtu alifanikiwa kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Bwana ulikuwa pamoja na yeye. Amina. Kila alipokwenda alifanikiwa. Uwepo wa Bwana unapokuwa pamoja na wewe, kila utakapokuwa, haijalishi mazingira ya huko unakokwenda, haijalishi mazingira ya hapo ulipo, lakini uwepo wa Bwana unapokuwa pamoja na wewe, kila utakapokwenda, bila kujali mazingira ya hapo, utafanikiwa. Kwa hiyo uwepo wa Bwana ni kifanikishi cha maisha yetu. Uwepo wa Bwana ni kifanikishi cha maisha yetu. Huyu jamaa anasema Bwana akawa pamoja naye, Bwana akawa pamoja naye. Yes. Then kila alikokwenda alifanikiwa. Amen. So uwepo wa Bwana unatufanikisha kwenye kila eneo tunapokuwa, bila kujali haya mazingira ni mabaya, haya mazingira hayafanikishi. Mtu anaweza kukwambia hapa hamnaga biashara, huko hakufanikiwa. Wewe ukiingia kule kwa sababu ya uwepo wa Bwana, wewe utafanikiwa hapo bila changamoto yote. Nataka uweke tena mikono yako juu, umwambie Bwana kwa kumaanisha, kwa dakika moja, mwambie Baba, kwa jina la Yesu nauomba uwepo wako kwenye maisha yangu. Kwa sababu uwepo wa Bwana unakufanya unastawi, kwa sababu uwepo wa Bwana unakufanya unakuwa, kwa sababu uwepo wa Bwana unakufanya unafanikiwa kila unakokwenda. Kwa hiyo uwepo wa Bwana unatustawisha, uwepo wa Bwana unatufanya tunakuwa kwenye kila eneo la maisha yetu, lakini uwepo wa Bwana unatufanikisha kila tunapokuwa na kila tunapokwenda. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Nataka umaanishe zaidi hapo. Sema Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Uwepo wako unanifanya nistawi. Uwepo wako ni kifanikishi cha maisha yangu. Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, ninauomba uwepo wako kwenye maisha yangu. Ninauomba uwepo wako kwenye maisha yangu. Kwa dakika moja maanisha, kwa dakika moja maanisha. Naomba nikusikie, naomba nikusikie, naomba nikusikie, naomba nikusikie. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Inua sauti yako. Naomba nikusikie. Baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninauomba uwepo wako kwenye huduma nilionayo. Ninauomba uwepo wako kwenye maisha yangu. Ninauomba uwepo wako, naomba uwepo wako kwenye familia yangu. Naomba uwepo wako kwenye hii madhabahu. Naomba uwepo wako kwenye nchi ya Tanzania, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina kuu la Yesu Kristo, ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako kwenye maisha yangu, kwenye kazi zangu, kwenye huduma yangu, kwenye familia yangu, kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye kazi za mikono yangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako. Ninauomba uwepo wako kila ninakokuwa, kila ninapokwenda, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uwepo wako ndio unaonistawisha. Uwepo wako ndio unaonifanikisha, kwa damu ya Yesu. Hatufanikiwi kwa sababu tuna cha kufanya. Hatufanikiwi kwa sababu tuna kazi. Hatufanikiwi kwa sababu tuna biashara, lakini tunafanikiwa kwa sababu ya uwepo wako.
kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu, ninauomba uwepo wako kwenye huduma nilionayo, ninauomba uwepo wako kwenye kila eneo la maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, kombozi wangu, kimbilio langu, msaada wangu, mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako, ninauomba uwepo wako. Malika dabaya ramashaka yanda ramayando shaliga bae melika dabaya ropoko siamande malandi ya mashaka shelemande shelemande elemande. Uwepo wako kwenye biashara, uwepo wako kwenye maisha yangu, uwepo wako kwenye huduma, uwepo wako kwenye madhabahu, uwepo wako kwenye kazi zetu, uwepo wako kwenye maisha yetu, uwepo wako kwa watoto wetu. Makadosi ya mandele bokos kala mashaka shelemande 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 rima mama shakayaba 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 shelemande kala masota. Uwepo wako, uwepo wako kwenye kila eneo, uwepo wako, uwepo wako kwenye kila eneo. Ramashaka dabaya, katika jina la Yesu ninauomba uwepo wako kwenye maisha yangu, kwenye afya yangu, kwenye huduma yangu, kwenye kila ninachokifanya, kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninauomba uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Bwana kwa uwepo wake kwenye maisha yako. Shangilie tena Yesu kwa uwepo wake kwenye kila eneo la maisha yako. Sema, Baba kwa jina la Yesu, Baba kwa jina la Yesu, Baba kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa hii neema ulionipa ya kuwepo kwa siku ya leo. Inua sauti, mshukuru kwa neema ya wewe kuwepo siku ya leo. Inua sauti yako, inua sauti yako. Naomba nikusikie ukimshukuru kwa ajili ya hii neema ya wewe kuwepo, kwa ajili ya hii neema ya wewe kuwepo leo, kwa ajili ya hii neema ya wewe kuwepo ibadani saa hizi. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Mshukuru, mshukuru. Asante kwa hii neema ulionipa ya kuwepo, ya kuwepo, ya kuwepo kwenye ibada, ya kuwepo siku ya leo, ya kuwepo mwezi wa 11. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa kunipa neema ya kuwepo kwenye ibada, ya kuwepo kwenye ibada mchana wa leo, ya kuwepo kwenye ibada mchana wa leo. Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa hii neema ulionipa ya kuwepo mwezi wa 11. Hebu inua sauti ya shukrani, inua sauti ya shukrani, inua sauti ya shukrani. Mwambie asante kwa hii neema ulionipa ya kuwepo leo, ya kuwepo mwezi wa 11, ulionipa kuwepo hata ibadani mchana wa leo. Lama shanda ramayanda ropokosia makaya maliga dabaya ropokosia mande shelia mande maliga baya maloria mashanda rabakaya koria mashendelebosa. Baba asante, Baba tunakushukuru kwa hii neema uliotupa ya kuwepo mwezi wa 11, ya kuwepo ibadani leo. Mandoro mosaya shakatakapaya ropokosia mande. Baba tunakubariki kwa hii neema ulionipa ya kuwepo leo. Alabayando shelemande mande. Asante Bwana kwa mwezi wa 11. Asante Bwana kwa mwezi wa 11. Asante Bwana kwa mwezi wa 11. Inua sauti yako, mshukuru Bwana kwa ajili ya neema hii ya kuwepo mwezi wa 11. Mshukuru kwa ajili ya mwezi wa 11. Mwambie asante kwa ajili ya familia yangu. Mwambie asante kwa ajili ya kila kitu. Kalabakos melemande shelemande mande 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 kalamakuta mashanda ramayando koria mashaka takapai meligada ramashanda raba. Asante kwa hii neema
ulionipa ya kuwepo mwezi wa 11, ya kuwepo mwezi wa 11. Shanda ramayando Baba, tunakubariki. Karabakosi shalamande, tunakuinua, tunakubariki. Sante kwa hii neema, sante kwa hiki kibali, sante Bwana wa mabwana, sante Mungu wa hii miungu, sante Mungu wa miungu. Rapokosi mandelebosa, sante Bwana uliyenipa hii neema ya kuwepo mwezi wa 11. Nisiyestahili umenistahilisha. Kalamakosi nandelebosa, ninakubariki, ninakuinua, ninakutukuza. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba kama wewe, hakuna Mwokozi kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama wewe. Umetukuka Adonai. Asante kwa hii neema, asante kwa hiki kibali ulichonipa cha kuweza kuwepo katika uwepo wako Bwana. Siku ya leo, tarehe ya leo, asante kwa tarehe 3, asante kwa mwezi wa 11. Na kubariki Mungu, asante kwa ajili yangu na familia yangu, asante kwa ajili ya taifa la Tanzania, asante kwa ajili ya kanisa, ninakubariki. Asante kwa ajili ya madhabahu, asante kwa ajili ya mahali hapa, asante kwa kila kitu unachofanya, asante kwa yote uliotenda. Mandoro bokosi ya mande, asante kwa hii neema ulionipa, asante kwa hii neema uliotupa ya kukusanyika. Baba, tunakushukuru. Kukusanyika ni fursa. Tunakubariki kwa kutupa kibali cha kukusanyika ili kukuabudu, ili kuomba, ili kufunga na kuomba. Baba, tunakushukuru kwa kutupa hii neema ya kupaza sauti zetu kwako, ya kuleta mahitaji yetu kwako. Tunakubariki Bwana, tunakubariki kwa kutupa njia ya kuwasiliana na wewe kupitia maombi. Baba, tunakubariki. Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa mwezi wa 11, asante kwa hii neema ulionipa katika jina la Yesu Kristo. Mpigie Bwana makofi kwa hii neema aliyokupa ya kuwepo mwezi wa 11. Sema tena, Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa miezi 10 iliyopita. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa miezi 10 iliyopita. Asante kwa mkono wako kwenye maisha yangu kwa miezi 10 iliyopita. Mshukuru Bwana kwa ajili ya mkono wake kwa miezi 10 iliyopita. Naomba nikusikie ukimshukuru. Kala mandele bonsa, shele mandele mande, rama shakayaba, meli kadaba, rama shandarabokosi. Baba, tunakubariki. Baba, tunakushukuru kwa miezi 10 iliyopita. Tunarudisha shukurani, tunarudisha utukufu. Asante kwa ulinzi, asante kwa mkono wako kwenye maisha yangu kwa miezi 10 iliyopita. Baba, ninakubariki toka Januari mpaka leo. Mkono wako umekuwa thabiti, mkono wako umekuwa thabiti kwenye maisha yetu. Asante kwa mkono wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema zako, asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako, asante kwa uzuri wako, asante kwa mkono wako toka Januari mpaka leo. Mkono wako umekuwa thabiti kwetu, mkono wako umekuwa thabiti, mkono wako umekuwa thabiti kwenye familia zetu, kwa watoto wetu, kwenye kazi yako mahali hapa, kwenye maisha yetu. Asante kwa mkono wako, 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 asante kwa mkono wako ambao umekuwa pamoja nasi, ambao umekuwa pamoja nasi toka Januari mpaka leo. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakubariki. Miezi 10 umekuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Mwaka mzima umekuwa pamoja nasi. Neema imetufunika, kibali kimetufunika, fadhili za Bwana zimetufunika, rehema zako zimetufunika kama vazi. Tunakushukuru Bwana, tunakubariki Adonai, tunakushukuru. Asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa rehema na neema zako. Tunakushukuru Bwana, tunakubariki kwa ulinzi, tunakubariki kwa ulinzi. Asante kwa mkono wako, asante kwa ulinzi, asante kwa afya, asante kwa kila kitu umefanya. Baba, tunakushukuru kwa miezi 10, kwa miezi 10, kwa miezi 10, kwa miezi 10, kwa miezi 10 iliyokwisha kupita. Tumeuona mkono wako, tumeziona fadhili zako, tumeziona rehema zako, tumeona unavyotusaidia, tumeona unavyotushikilia. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru kwa miezi 10 iliyopita katika jina la Yesu Kristo.
Mojawapo ya kazi ya damu ya Yesu ni kunena mema mahali paliponenewa mabaya. So anaposema na Yesu mjumbe wa agano jipya kwenye Waebrania 12:24, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile damu ya Bili. Kama damu ya Yesu ni damu inayonena mema, maana yake kuna mahali pamenenewa mabaya. So kama damu ya Yesu inakuja kwa ajili ya kunena mema, maana yake kuna mabaya ya meneno. So inapokuja kunena mema, maana yake inakuja kuondoa yale mabaya. Kwa sababu damu ya Yesu haiwezi kanena mema mahali ambapo hapana mabaya. So mahali panaponenewa mema ni mahali paliponenewa mabaya. Ni mahali penye maneno mabaya, ni mahali penye matamko mabaya, ni mahali ambapo kuna uovu, kuna mabaya yamefanyika. Kwa damu ya Yesu inapokuja, inakuja kwa ajili ya kunena mema juu ya yale mabaya. Na ikisha nena mema, inaondoa yale mabaya yaliyonenwa. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile damu ya Abili. Kwa Yesu ni mjumbe aliyetumwa ili kuja kunena mema mahali paliponenewa mabaya. Kwa kazi ya damu ya Yesu ni kunena mema mahali paliponenewa mabaya. Nataka tuiachilie hiyo damu ya Yesu kwa dakika moja kwenye nchi yetu ya Tanzania. Uinyunyize kwenye nchi yetu ya Tanzania. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuiachilia tu damu ya Yesu inene mema kwenye nchi ya Tanzania. Damu ya Yesu ina masikio, damu ya Yesu ina kinywa, damu ya Yesu ina miguu, kwa hiyo inasafiri. Na inaweza ikapita kila mahali na ikanena mema mahali penye mabaya. So wewe kazi yako ni kuiachilia. Tusema Baba kwa jina la Yesu. Naomba nikusikie. Sema Baba kwa jina la Yesu. Ninaiachilia damu yako kwenye kila eneo la maisha yangu. Ninaiachilia damu yako kwenye nchi yangu ya Tanzania, ili damu yako ikanene mema kwenye kila eneo la maisha yetu, la nchi yetu ya Tanzania. Hebu achilia damu ya Yesu Kristo inene mema kwenye kila eneo, kwenye nchi ya Tanzania. Achilia tu damu ya Yesu kwenye maisha yako, kwenye biashara zako, kwenye kazi zako, lakini kwenye ofisi zako, kwenye huduma yako, kwenye nchi ya Tanzania. Iachilie damu ya Yesu, iachilie damu ya Yesu. Inanena mema, itanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu ina kinywa, damu ya Yesu ina macho, damu ya Yesu ina miguu, damu ya Yesu inaweza kusafiri, damu ya Yesu ina kinywa. Ndio maana inasema inanena mema, inaongea. Iachilie kwenye nchi ya Tanzania, iachilie kwenye kila eneo la nchi yetu, ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema. Baba, kwa jina la Yesu Kristo li hai, tunaiachilia damu yako kwenye nchi ya Tanzania, tunaiachilia damu yako kwenye taifa la Tanzania, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ile damu ikanene mema, ile damu ikanene mema, ile damu ikanene mema mahali palipo neneo mabaya, mahali penye uovu, mahali pa mabaya. Damu yako tunaiachilia hapo ili ikanene mema, ili kanene mema. Hebu maanisha. Shanda rama yanda robo kosi. Shele mandele mande. Shele mandele mande. Damu ya Yesu kwenye nchi ya Tanzania. Damu ya Yesu kwenye taifa la Tanzania. Damu ya Yesu kwenye nchi ya Tanzania. Damu ya Yesu kwenye uongozi wa juu mpaka wa chini wa nchi yangu ya Tanzania. Ninaachilia damu yako, ninaachilia damu yako, ninaachilia damu yako. Achilia damu yako ikanene mema, ikatakase, ikaondoe kila uovu, ikaondoe kila dhambi, ikaondoe kila mabaya. Damu ya Yesu kila eneo, damu ya Yesu kwenye nchi yangu, damu ya Yesu kwenye maisha ya Watanzania, damu ya Yesu kwenye afya zao, damu ya Yesu kwenye biashara na kazi zao na uchumi wao. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, ile damu ya mwana kondoo, ile damu ya mwana kondoo, damu ya
thamani, damu ya thamani, damu ya thamani, damu ya thamani, damu ya thamani, ile damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tunaiachilia damu ya Yesu, tunaiachilia damu ya Yesu, tunaiachilia damu ya Yesu, tunainyunyiza kwenye nchi ya Tanzania, tunainyunyiza kwenye mipaka ya Tanzania, tunainyunyiza mahospitalini, tunainyunyiza mashuleni, tunainyunyiza maofisini, tunainyunyiza kwenye makampuni, tunainyunyiza kwenye viwanda, tunainyunyiza damu ya Yesu kwenye nchi ya Tanzania. Iende kanene mema kwa wananchi wote, iende kanene mema mahali penye majeraha, mahali penye maumivu, ikaponye, 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 ikaponye mahali penye maumivu, mahali penye majeraha, damu ya Yesu ipite, ikanene mema hapo, ikaponye hapo, ikatakase, ikasamee, ikaondoe uovu, ikaondoe takataka, ikaondoe kila ambacho hakifanani na wewe. Damu ya Yesu Kristo kwenye nchi yangu ya Tanzania, ninaiachilia damu yako, ninaiachilia damu yako, ninaiachilia damu yako kwenye taifa la Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa sauti, damu ya Yesu. Sema tena, damu ya Yesu, damu ya Yesu, nena mema kwenye nchi yangu. 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 Damu ya Yesu, 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 nena mema kwenye nchi yangu. Damu ya Yesu, nena mema kwenye nchi yangu. Damu ya Yesu, nena mema Tanzania. Damu ya Yesu, nena mema Tanzania. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, nena mema Tanzania. Damu ya Yesu, nena mema Tanzania. Damu ya Yesu, nena mema Tanzania. Damu ya Yesu, nena mema Tanzania kwa jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Karibu keti kwenye uwepo wa Mungu wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikusalimie katika jina la Yesu. Wewe ni mbarikiwa leo na hata milele. Mabaya hayatakupata wewe wala nyumba yako. Mabaya hayatakupata wewe wala nyumba yako. Mabaya hayatakupata wewe wala familia yako. Bwana atakulinda na mabaya yote. 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 Bwana atailinda nafsi yako. Bwana atailinda nafsi yako. Bwana atailinda nafsi yako. Bwana atailinda nafsi yako. Atakulinda utokapo na uingiapo. Atakulinda utokapo na uingiapo. Atakulinda utokapo na uingiapo. Atakulinda utokapo na uingiapo. Tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Uko salama wewe na familia yako. Uko salama wewe na watoto wako. Mabaya hayatakupata wewe. Haleluya. Zaburi ya 91:10 Biblia inasema mabaya hayatakupata wewe. So kumbe kuna mabaya yanaweza kupata wengine lakini asikupate wewe. Hii ndio tafsiri ile andiko. Mabaya hayatakupata wewe. Kwa maana yeye anaweza kupata wengine lakini is not you, sio wewe. Mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia hema yako. Mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia hema yako, nyumba yako, hema yako, nyumba yako. Karibu sana kwenye siku yetu ya kwanza ya kufunga na kuomba kwa siku 7, na leo ni siku yetu ya kwanza na ni Jumatatu. Tunasafiri mpaka Jumapili na mfungo wetu utakuwa wa masaa 8. Naomba uninukuu vizuri na unisikilize vizuri. Kama huna sababu ya wewe kutokuwepo ibadani kwenye hizi siku 7,
hakikisha umekuwepo. Kama hakuna kinachokuzuia kufika hapa, hakikisha umefika. Ninajua kinachoendelea na ninajua hali ilivyo, lakini wewe ambaye Mungu anakupa neema ya kufika, hakikisha umefika. Bwana asiwe sana. Wewe ambaye una usafiri, hakikisha umefika. Wewe ambaye umepata usafiri wa kukuleta na usafiri kwako sio changamoto, hakikisha umefika. Ninajua kuna maeneo mengine usafiri hamna, barabara ya huko haina magari, barabara ya Moshi kuja huko hakuna usafiri wa daladala kuanzia wiki iliyopita. Lakini kama maeneo yako unayotokea kuna usafiri, hakikisha unakuepo hapa saa 6 kamili mpaka saa 8. Bwana asifiwe sana. So mfungo huu utafanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Mfungo huu utafanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Mungu hajawahi kudharau kusanyiko ambalo linakusanyika kwa ajili yake. Mungu hajawahi kudharau kusanyiko ambalo linakusanyika kwa ajili yake. Nilikuwa nikiongea na mtu mmoja leo. Ibrahim alikuwa anaongea na Mungu. Na alikuwa anazungumza naye. Mungu alikuwa na mpango wa kuharibu nchi. Na Ibrahim akaongea na Mungu akamwambia, kama kuna watu 50 kwenye nchi, utaharibu hiyo nchi? Mungu akasema kama wako 50, hiyo nchi haiwezi kupata matatizo. Kuna mtu naongea naye. Lakini Mungu akamwambia, je, kama kutakuwa na angalau 45? Akamwambia wakiwepo sinta, hiyo nchi itakuwa salama. Kama watakuwa 40 itakuwa salama. Akashuka naye akamwambia kama watakuwepo 30. Mungu akamwambia wakiwepo hiyo nchi itakuwa salama. Haitayaribu, sintayaribu. Kama wakiwepo 20, akamwambia hata wakiwepo 20. Ibrahim akamwambia naomba hii itakuwa ni ya mwisho kwa sababu sasa naomba niseme nao mara moja tu sasa. Kama wakiwepo 10, Mungu akamwambia wakiwepo 10 hiyo nchi iko salama. Manake Ibrahim angelishuka naye mpaka kama yani angelishuka naye mpaka 1, my friend, nchi itakuwa salama. Akipatikana tu 1. Nilikuwa nikiongea na huyo mtu nikamwambia, wewe hivi unajua mpaka sasa hivi hali ilivyo Tanzania ni kwa sababu huwa tunaomba. Wangapi wanakubali kwamba tunaomba kwa ajili ya nchi? Tunaomba. Mwambie mwenzako tunaomba. Asijui wengine, lakini sisi ratiba zetu ni lazima nchi kwanza. Si ndio? Kabla mambo mengine hayajaendelea huwa tunaombaga hapa kwa ajili ya nchi. Amani ya nchi. Na tunaombea mpaka na mataifa mengine. So uwe na uhakika yale maombi ambayo tunayaombaga ndio yamesababisha pia hata hali ya utulivu. Mungu hajawahi kudharau maombi. Hajawahi kupuuzia maombi. Hajawahi kukataa maombi. Angalau kuna mmoja tu anaomba kwa ajili ya nchi. Mungu anaheshimu maombi ya mtu mmoja. Mtumishi unasemaje? Ukikutana na Nuhu siku moja muulize nini kilitokea. Alimheshimu mwenye haki. Hii ni ishara kwamba Mungu anamheshimu mwenye haki. Mungu anamheshimu. So unapokuwa nyumbani endelea kuomba kwa ajili ya nchi. Mungu anaheshimu na kuyakubali maombi yako. Bwana asiwe sana. Nchi, hebu jiulize kama kulikuwa hakuna maombi kabisa, nini kingetokea? Hata hii hali ya utulivu, hali ingekuwa mbaya kabisa. Nimemwambia huyo mtu, nikamwambia hali ingekuwa mbaya kabisa kama si haya maombi huwa tunaomba. Kwa usiache kuomba kwa ajili ya nchi. Usiache kuomba kwa ajili ya taifa lako. Mwambie mwenzako una mahali pa kwenda zaidi ya Tanzania. Mwambie hata passport kwanza hauna. Na uwezo kusafiri bila passport. Kwa mwambie mwenzako omba kwa ajili ya nchi. Kwa sababu hapa ndio nyumbani. Na hapa ndiko tumezaliwa. Na hata kama tunasafiri lakini tunarudi. Yesu asifiwe sana. Sema Baba ninakushukuru kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania. Sema Tanzania ninakupenda. Tanzania ninakuombea. Na Tanzania itakuwa shwari. Sio itakuwa shwari, imekuwa shwari. Imekuwa shwari. Jumamosi tulikemea dhoruba. Si ndio? Na imekuwa shwari. Na kila kitu kitakaa kwenye hali yake ya kawaida.
na wewe utafanya biashara zako na Bwana atakufanikisha. Na wewe utafanikiwa katika maeneo yote. Haleluya. Kwa hii siku ya kwanza nataka tuende mbele za Bwana kwa shukrani. Andika day 1. Andika shukrani kama kikamilishi cha mambo yangu yaliyosalia. Andika namna hiyo. Shukrani kama kikamilishi cha mambo yangu yaliyosalia. Shukrani kama kikamilishi cha mambo yangu yaliyosalia. Mfungo wetu ajenda yake ni hii: Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kamilisha mambo yangu yaliyosalia. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kamilisha mambo yangu yaliyosalia. Tulipoanza huu mwaka, kila mtu alikuwa na mambo yake na ajenda yake na mipango yake na malengo yake. Mojawapo ya vitu hatari sana ni wewe kuanza mwaka bila kitu chochote ulichokusudia. Yaani ni kama hujui kwa nini unaishi. Yaani unaanza mwaka, alafu mwaka unaisha wewe upogo tu, hujui nini, ufanye hata tathmini hivi mwaka nimefanya nini, ni nini. Uwezo ukafanikiwa kitu ambacho hujakikusudia. Uwezo ukafanikiwa kitu ambacho hujakikusudia. Kwa kila mwaka unapoanza, lazima umshukuru Mungu kwamba nimeuanza mwaka, lakini lazima uwe na mambo ambayo unataka yafanyike, yatekelezeke. Lazima uwe na mambo ambayo umeyakusudia. Ndio maana ya lile andiko la Ayubu 22 mstari wa 28. Utakusudia neno, nalo hilo neno litathibitika kwako. Then mwanga utaziangazia njia zako, yale uliyokusudia. So anayekusudia ni wewe. Hajasema Mungu atakusudia neno. Bila sema kwenye Ayubu 22:28, utakusudia neno nalo litathibitika. So ni wewe unakusudia. So mwaka unapoanza, lazima uwe na kitu ambacho umekikusudia kwenye huo mwaka. Mwaka unapoanza, lazima uwe na kitu unachokikusudia kwenye huo mwaka. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. So kinachoongoza mtu ni maono. Kinachoongoza maisha ya mtu ni maono. Maono ndio kiongozi cha maisha ya mtu. So mwaka unapoanza alafu una maono yoyote ya huo mwaka, una chochote ulichokusudia, hata Mungu hawezi kufanya kitu kwako. Ndio maana nasema wewe utakusudia neno, then nalo litathibitika kwako, na mwanga, huo mwanga ambaye ni Mungu, utaziangazia. Sasa huo mwanga hauwezi kuangazia kitu ambacho haujakikusudia, kitu ambacho hakipo, kitu ambacho hamna. So ndio maana tumekuwa kwenye mwaka huu, mwanzoni tulifunga siku 21, tukaja na ajenda zetu na mambo yetu na tukayaombea. Na hapa katikati pia nimekuwa nikwambia leta tunakesha nayo ili yatimie yale mambo. Huu ni mwezi wa 11, hakuna haja ya wewe kuingia kwenye mwaka unaokuja na mambo ya huu mwaka. Kuna mtu ninaongea naye. Huu ni mwezi wa 11. Na huu mwezi ukiisha bado mwezi mmoja tu wa 12. Alafu tunakuja, Mungu anatupa neema ya kuingia 2026. Hakuna haja ya kuingia mwaka unaokuja na mambo ya huu mwaka. Kwa sababu Biblia inasema chochote anachokianzisha Mungu anakikamilisha. So hakuna haja ya kuingia na mambo ya huu mwaka na mipango ya huu mwaka kuingia nayo 2026. Yote ulioyakusudia kwenye huu mwaka yanapaswa kukamilika ndani ya huu mwaka. Ili tunapoingia 2026 kuna mipango, kuna malengo, kuna mengine tunaenda kuyakusudia kwenye ule mwaka. Kwa hakuna haja ya kwenda 2026 na yale ambayo tumeyakusudia mwaka huu. Kwa sababu hatukukusudia kwa mwaka 26, tulikusudia kwa mwaka huu. Na Mungu ni Mungu anayekamilisha. Mungu akianza huwa anamalizaga. Kuna mtu nimeongea naye. Mungu akianza huwa anamalizaga. So hakuna haja ya kuingia na mipango ya huu mwaka kuingia nayo 2026.
Hakuna haja ya kuingia na malengo ya huu mwaka kuingia na, kwa sababu yale malengo hayakuwa ya 26, yalikuwa 25. Yale tuliyokusudia yakuwa 26, yalikuwa 25. So hakuna haja kabisa ya kuingia nayo 2026. Mimi naongea kile neno linasema, siongei kama dunia inavyosema. Mimi nimeshahama kabisa huko na kila siku nakufundishaga. Sisi hatuongei kama dunia inavyoongea. Hatuishi kama dunia inavyoishi. Hatutembei kama dunia inavyotembea. Hatusemi kama dunia inavyosema. Tunaishi kama neno linasema, tunaongea kama neno linavyoongea. Yaani tunatembea na kuishi kama vile neno linavyosema. Kwa ninapokuambia kwamba mwezi huu yale ambayo hayajakamilika, yale yaliyosalia, Mungu anasema hivi, siku moja kwake ni sawa na miaka, na miaka 1000 kwake ni siku hii. So Mungu anaweza akakamilisha kwa siku moja yale ambayo bado hayajakamilika. Mungu anaweza akakamilisha kwa siku moja yale ambayo hayajakamilika. Mungu anaweza kukamilisha kwa siku moja yale ambayo hayajakamilika. Kufumba na kufumbua, akakamilisha yale ambayo bado hayajakamilika. So wiki ni lazima umwambie Mungu, haya ndio ambayo hayajakamilika. Baba, kamilisha haya. Kama hauna ya kukamilika, Mungu hawezi kufanya chochote. Kwa sababu kwanza Mungu, ukimwendea Mungu nenda na hoja. Mungu anataka tukimwendea tuende na hoja. Yesu alipowahudumia watu hapa duniani, akiwa duniani kimwili, alipomtokea mtu alimwambia, unataka nikufanyie nini? So huna cha kufanyiwa. Hauna. Kama hauna cha kufanyiwa, Mungu hana kazi na wewe. So lazima uwe na kitu ambacho unamwambia Mungu, haya ndio ambayo bado hayajakamilika. So kamilisha hili. Kwa sababu vitu vinakamilikaga rohoni. Kabla vitu havijakamilika mwilini, vinakamilishwaga rohoni. Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako kama roho yako inavyofanikiwa. Kwa vitu vinakamilishwaga rohoni, alafu ndio vinakamilika mwilini. Havijakamilika mwilini mpaka vimekamilishwa rohoni. Haujapoteza kitu mwilini mpaka umepoteza rohoni. Haujafeli mwilini mpaka umefeli rohoni. Kila siku nawafundisha. Kwa njia sahihi ya mambo yetu kukamilika ya kimwili ni kuingia rohoni. Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi. Kuomba ni kitu cha kimwili, ni kitu cha kiroho. Ombeni nanyi mtapewa. Sasa leo tunaangalia siku ya kwanza, shukurani kama kikamilishi. Shukurani kama kikamilishi cha mambo yangu yaliyosalia. Zaburi 100 mstari wa 4 na wa 5. Zaburi 100 mstari wa 4 na wa 5. Zaburi ya 100 mstari wa 4 na wa 5. Amina. Zaburi ya 100 mstari wa 4 na wa 5. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa Mungu huwa tunaingiaga kwa shukurani. Amina. Kuna mtu nimeongea naye. Kwa Mungu huwa tunaingiaga kwa shukurani. Ingieni malangoni mwake pake kwa kushukuru. So kwa Mungu huwa tunaingia kwa shukurani. Kwa Mungu huwa tunaingia kwa shukurani. Kwa Mungu huwa tunaingia kwa shukurani. Nywani mwake kwa kusifu. Alafu mshukuruni, lihimidini jina lake. Kwa nini anasema tuingie kwake kwa shukurani? Ni kwa sababu kuna vitu amevifanya. So Mungu hawezi tu kuambia ingia kwake kwa shukurani wakati hakuna kitu ambacho ameshafanya kwako. Kuna vitu tayari ameshafanya. Ndio maana anakuambia ingia kwake kwa shukurani. Ni kweli una mengine unataka kwenda kumwambia, ndio maana unaenda kwake. Hata mgeni anapokuja kwako haji tu. Aidha anaweza akaja kwako anakuja kukusalimia, au anakuletea habari fulani, au anakuletea kitu fulani, si ndio? Kabisa. Sisi tunapokwenda mbele za Mungu, tunaenda mbele za Mungu, tuna mahitaji yetu. Na nilishawahi kufundisha, hatujawasiliana na Mungu kama hatuwezi kuomba. Kwa njia mojawapo tu ya kuwasiliana na Mungu ni maombi. Hatunaga njia nyingine. Hatuna njia nyingine yote ya kuwasiliana na Mungu isipokuwa maombi.
Mungu ana njia nyingi sana za kuwasiliana na sisi. Nilisha kufundisha neno, unabii, ambao unabii ndio watumishi wa Mungu, ndoto, maono, hata kwa picha fulani. Maono fulani yanapita mbele yako kama picha fulani, unaona kitu. Kwa ndoto, kwenye aibu anasema ulalapo, kwenye usingizi mzito, unapokujia usiku, Mungu yafungua masikio ya watu. So Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na sisi, kupitia neno lake, kupitia watumishi wake, kupitia ndoto, kupitia maono. Lakini sisi njia moja tu tunawasiliana naye, ya maombi. Maombi. Mungu akitaka kusema na sisi, atasema na sisi kupitia neno lake. Ndio maana unasikia neno la Bwana likamjia Yeremia, neno la Bwana likamjia Isaya, neno la Bwana likamjia fulani, neno la Bwana likamjia Isaya mwana wa Amozi kumwambia. So Mungu anapotaka kutujia sisi, anatujia kupitia neno, anatujia kupitia watumishi, anatujia kupitia ndoto, anatujia kupitia maono. Lakini sisi ni njia mojawapo tu ya njia tunayomfikia nayo Mungu ni maombi. So ndio maana shetani akikunyima kitu kinaitwa maombi, amekata mawasiliano yako na Mungu. Kama kuna mzazi wako au ndugu yako yuko nje ya Arusha, hivi unaweza ukamfikia? Kama hujaenda huko, unaweza kumfikia bila simu? Mpaka upige simu. Shetani akikunyima kuomba, amekata mawasiliano yako na Mungu. Na ni hatari sana mtu kukosa mawasiliano na Mungu. So huwa tunamwendeaga Mungu kwa shukrani, tunaendaga kwa Mungu kwa shukrani. Kwa nini anasema ingieni? Kwa nini tunaingia kwa Mungu kwa shukrani? Kwa nini anasema ingieni malangoni mwangu kwa kushukuru, nywani kwake kwa kusifu, liimidini jina lake? Mstari wa 5 anasema kuna sababu kwa nini tuende tukamshukuru. Kwa nini tuingie kwake kwa shukrani? Mstari wa 5. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Kuna sababu. Hatuwezi tu tukaenda mbele za Bwana kwa shukrani alafu hakuna sababu, hakuna alichotutendea. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, alafu rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kwa hizo kwa nini tunaingia kwake? Ni kweli tunaingia kwake, tuna mambo tunahitaji kwa Mungu. Kwa mfano wiki hii tunapoingia, tuna mambo tunamwambia Mungu atukamilishie yale tuliyokusudia huu mwaka. Na kuna wengine wameandika hapa, nikwambia andika. Kwa sababu kuandika ni kibiblia. Mungu anamwambia Habakuki andika. Usilalamike, tusilielie. Andika then yaweke wazi. Ili kila mtu atakayesoma hiyo ndoto aisome kama maji. Kwa tunapoingia mbele za Mungu kwa shukrani, ni kwa sababu kuna ambayo tayari ameshatutendea. Kuna mtu nimeongea naye. Huyu jamaa anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, liimidini jina lake. Mstari wa 5 anasema kwa nini tunatakiwa kuingia kwa kumshukuru? Ni kwa sababu yeye ndiye mwema. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, 1, rehema zake ni za milele, 2, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kwa hiyo hizo shukrani tunazopaswa kuingia nazo mbele za Bwana kumshukuru, ni kwa sababu kuna vitu ameshatutendea. Huyo anasema yeye ndiye Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, uaminifu wake ni wa vizazi hadi vizazi. Kwa hiyo hizi shukrani alizoingia nazo ziko za sababu. Kwa na sisi tunapoingia mbele za Mungu kumshukuru, ni kwa sababu kuna ambayo tayari ameshatutendea. Ni kweli kuna ambayo hajakamilika, lakini kuna ambayo yameshakamilika. Kwa hiyo yale yaliyokamilika ndio tunaenda nayo mbele za Bwana kumshukuru nayo. Kwa sababu tutakapokwenda kumshukuru, Mungu atakamilisha yale ambayo hajakamilika. Tunaenda mbele za Mungu kumshukuru kwa ajili ya yale ambayo tayari ameshayakamilisha kwetu. Na kupitia shukurani hizo atakamilisha yale ambayo bado hayajakamilika. Kwa hiyo shukurani ni kikamilishi cha yale yaliyosalia. Shukurani ni kikamilishi cha yale yaliyosalia. Shukurani ni kikamilishi cha yale yaliyosalia. Kwa ndio maana anasema tuende mbele zake kwa kushukuru, kwa sababu kuna vitu tayari ameshatutendea. Kuna vitu tayari ameshakamilisha. Kwa kabla hatujampelekea mengine, mahitaji mengine, tuende na shukurani kwa yale ambayo tayari, tuingie kwake kwa shukurani kwa yale ambayo tayari ameshatukamilishia, ameshatutendea, ameshatufanyia.
Kwa tutakapokuwa tukimshukuru, zile shukurani tunazomshukuru nazo kwa ajili ya yale aliyotutendea, kwa ajili ya yale aliyoyakamilisha, zile shukurani zitakamilisha yale ambayo yamesalia. Kwa shukurani ni kikamilishi cha yale yaliyosalia. Shukurani ni kikamilishi cha yale ambayo hayajakamilika. So tunapokwenda mbele za Mungu, hatuendi tu kumwambia Mungu, Baba naomba nipe hiki, Baba kamilisha haya. Lazima tutambue kwamba tayari kuna mengine ameshakamilisha. Unasikia yule mdada alisema hapa, katika yale wengi tu wameushuhudia hapa mwaka huu, katika yale aliyokusudia mwaka huu, Mungu amenitendea 8, tuliandika Mungu amefanya 6, Mungu alitenda 9, bado limoja, mwingine hivyo. Kwa kuna ambayo tayari Mungu ameshafanya, kuna ambayo tayari Mungu ameshakamilisha. Kwa tunapoenda mbele za Mungu, atumwambie tu Mungu kamilisha haya yaliyosalia. Tunamshukuru kwanza ili akamilishe yale ambayo yamesalia. Zaburi ya 92 mstari wa kwanza. Zaburi ya 92 mstari wa kwanza. Zaburi ya 92 mstari wa kwanza. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Kwa kumshukuru Bwana ni neno jema, ni jambo jema. So unapoenda kumshukuru Mungu, jua tu Mungu anasema ni jambo jema kumshukuru. Amina. Ni neno jema kumshukuru. Tunapomshukuru, Biblia inasema ni jambo jema sana, ni neno jema kumshukuru. Zaburi ya 9 mstari wa kwanza. 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 Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitasimulia matendo yako yote ya ajabu. Kuna vitu vitatu nataka nikuonyeshe kwenye ile andiko. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuandika. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuandika. Shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu aliyokutendea. Unaposhukuru ni unayasimulia matendo ya Mungu aliyoyatenda kwako. So shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Anasema nitakushukuru kwa moyo wangu wote, nami nitayasimulia matendo yako. So shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Kitu cha pili, shukurani inamhusu mtu binafsi na Mungu, sio watu. Shukurani inamhusu mtu binafsi na Mungu, kwa sababu aliyetendewa ni wewe. So kama mwenzako ashukuru, wewe mshukuru. Shukurani inamhusu mtu binafsi na Mungu. Shukurani inamhusu mtu binafsi na Mungu. Kwa mujibu wa hilo andiko, kuna vitu vitatu nakupa hapa. Cha kwanza, shukurani ni kuyasimulia matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Cha pili, shukurani inamhusu mtu binafsi na Mungu. So kama mwenzako ashukuru, wewe shukuru, kwa sababu aliyetendewa ni wewe. Kuna mtu nimeongea naye, ndio maana hapa anasema nitamshukuru, hajasema ni tutamshukuru. Anasema nitamshukuru. Kwa hiyo shukurani ni kitu binafsi kati ya mtu na Mungu wake. Hajasema tutamshukuru, anasema nitamshukuru. Rudisha hilo andiko, nitamshukuru. So hajasema tutashukuru, ila nitamshukuru. Lakini kuna kitu kingine cha tatu, nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote, si ndio? Ndio. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Yes. Moja. Nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nita. Yes. Shukrani ni issue ya mtu na Mungu. Amen. Alafu hapa anasema nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote. So unapomshukuru Mungu, mshukuru kwa moyo wako wote. Amina. Shukrani inahusisha moyo. Shukurani inahusisha moyo wako. Niliwahi kukufundisha siku moja nikasema, maombi hayatoki kwenye kinywa. Maombi yanatoka huko ndani. Mtumishi unasemaje? Maombi hayatoki kinywani. Maombi yanatoka huko ndani.
So maombi yanaanziaga huku ndani, alafu ndio yanatoka kinywani. Mwambie mwenzako maombi yanaanziaga huku ndani, alafu ndio yanatoka nje. Anasema nitamshukuru Mungu kwa moyo. Moyo si huko ndani. Kwani moyo huko mdomoni? Huko ndani. Nitamshukuru Mungu. So siku yote unapoomba hakikisha maombi yanatokea huko ndani ya moyo. Sio tu huko mdomoni. Inawezekana ukawa unatoa sauti lakini bado haijatoka. Watu wa Mungu anamuinuaga mtu kupitia moyo. Mungu anabariki maisha ya watu kupitia moyo. Yaani Mungu anadili na moyo, adili na mwili wako, adili na appearance yako. Mungu anadili na moyo. Kuna mtu nimeongea naye. Mungu adili na appearance yako, anadili na moyo wako. So ili Mungu afanye kitu kwako lazima uangalie moyo. Ili Mungu akuinue lazima angalie moyo. Siku moja kukutana na Samueli, muulize, Mungu alimwambia wewe acha kuangalia kibinadamu. Mimi naangalia huku ndani. So chochote unachokifanya hakikisha kimehusisha moyo. Biblia inasema hivi, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Lakini pia mkinitafuta kwa moyo wenu wote itaonekana kwenu. Si Biblia inasema haya maandiko? Si maandiko mnasoma? Mpaka umemtafuta Mungu kwa moyo, Mungu hajapatikana kwako. Mungu hajapatikana kwako mpaka amepatikana kwa Mungu. Mungu anapatikana kwako kwa moyo wako. Nitaonekana kwenu mtakapo nitafuta kwa mioyo yenu. Kwa shukrani lazima pia ihusishe moyo wako, itoke ndani ya vilindi vya moyo. Watu wa Mungu anainuaga watu kupitia moyo. Mungu anajibu maombi ya watu kupitia moyo. Mungu anatenda. Kwa hiyo hakikisha kila unachokifanya kina kutoka moyoni. Kwa sababu Mungu anaguswa, Mungu anakutana na wewe kupitia moyo wako. So hapa anasema nitakushukuru kwa moyo wangu wote. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu hakikisha unamshukuru Mungu kwa moyo wako wote. Sio unashukuru tu lakini hakikisha inaanzia huko ndani. Lakini shukrani ni mtu binafsi na Mungu wake. Ni kati ya mtu na Mungu. Lakini pia shukrani ni kuyatangaza matendo ya Mungu aliyokutendea. Luka 17 andiko la mwisho tunaenda kushukuru. Luka 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Amina. Luka 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali. Naomba ukamate hii na uipigie mstari. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali. Then wale watu wakasimama mbali. Mwambie mwenzako wakasimama mbali. Alafu wakapaza sauti wakisema. Wale watu wakapaza sauti wakisema, Yesu, Yesu, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, uturehemu. Ni wale watu wakiwa wapi? Wakiwa mbali. Na wako 10 na ni wakoma. Wako mbali. Na ni wakoma. Lakini wote wakapaza sauti wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, uturehemu, wakiwa mbali. Angalia kinachofuata. Mstari wa 14. Alipowaona aliwaambia wote, si ndio? Yes. Naomba tusome maandiko kiufunuo. Alipowaona, sio alipomuona. Alipowaona, aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Biblia haisemi enenda ukajionyeshe kwa makuhani, lakini enendeni mkajionyeshe wapi? Kwa makuhani. Alafu ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Ikawa walipokuwa sio walipokuwa wakienda. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Neno kutakasika maana yake ni uponyaji ulipita, walipona. Amina. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona. Wote walipona na wote walisimama mbali wakimwambia Bwana mkubwa uturehemu. Na wote aliwaambia geukeni mkajionyeshe kwa makuhani wote. Na walipokuwa wakienda walipona wote. Listen, mstari wa 15. Na mmoja wao, ndio maana nimekwambia shukrani sio ya mwenzako, ni wewe na Mungu wako. Kila mmoja anajua nini Mungu amemtendea toka Januari mpaka leo. Kila mmoja anajua nini Mungu amekamilisha kwake. Sasa hivi tulikuwa napokea simu, mtu mmoja ananiambia, mtumishi, Mungu amenitendea makubwa sana kwenye madhabahu. Kwenye ule mkesha ulinionekania. Ukasema kuna mtu mwenye shida ya mguu. Nakumbuka alikuwa amekaa kule, akadondoka kule. Kwa wale waliokuwa kwenye ule mkesha usiku.
akaja akafunguliwa. Na nikamwambia pia una shida ya sukari. Na sijawahi kuonana naye. Ni Bwana alikuwa ananifunulia habari zake. Leo ananitumia message kabla sijapanda hapa. Ananiambia mtumishi, hata nyumbani kwetu wanashangaa nini kimetokea kwenye maisha yangu. Kwa sababu sukari hamna, mguu umepona. Sasa hivi. So kila mtu hapa anajua nini Mungu amemtendea kwenye huu mwaka. Nini Mungu amekamilisha kwake. Huyu jamaa anasema na mmoja wao alipoona, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, ndio alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Alirudi huku akimtukuza Mungu, sio kwa sauti ndogo. Ile sauti walioitumia mwanzoni, Bwana mkubwa uturehemu. Huyu alirudi na sauti ile kuu. Amina. Silaha ile walioitumia mwanzoni, huyu alirudi na silaha ile walioitumia mwanzoni. Amen. Silaha aliyoitumia mwanzoni alirudi nayo. Tofauti ni kwamba mwanzoni walikuwa wengi walipaza sauti. Safari amerudi mmoja kwa sauti kuu. Yes. Mwanzoni walipiga kelele, Bwana mkubwa turehemu, wakapona wote. Lakini safari amerudi mmoja kwa sauti kuu. Sauti ile aliyotumia sauti ile uliyotumia ukiomba kwenye mahitaji yako, itumie hiyo ukishukuru. Amina. Mstari unaofuata, akaanguka kifudifudi miguuni pake, alafu akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akamwambia, hawakutakaswa wote 10? Kwani hawakuponywa wote 10? Wale 9 wa wapi? Wako wapi wale 9? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu. Ila mgeni huyo. Kwa nini Mungu anakutendea? Kwa nini Mungu anakufungua? Kwa nini Mungu anakuponya? Kwa nini Mungu anakupa unayotaka, unayomuomba? Ni ili urudi kumshukuru. Amina. Yaani anataka utukufu umrudie yeye. Amina. Kwa anasema hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu isipokuwa huyu Msamaria. Kwa Mungu kumbe anapotutendea anadai shukurani. Anadai turudi na shukurani. Amen. Nini kilitokea? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Huyu mtu kuna kitu kilifanyika zaidi, tofauti na wale wengine ambao hawakurudi kushukuru. Kwa sababu alirudi kushukuru, kuna kitu kilifanyika kwake zaidi. Naomba urudi kumshukuru Mungu leo kwa ajili ya yale ambayo tayari ameshakamilisha. Na kupitia shukrani hizi zitasababisha yale ambayo bado yakamilike. Huyu aliporudi kushukuru, kuna kitu kilikamilika. Wengine wale walipona ukoma kabisa, lakini huyu aliporudi vidole vilianza kutoka. Kuna vitu vinaanza kuchomoza kwako kwa sababu umerudi kumshukuru Mungu. Kuna vitu, yale mambo yako yanaanza kukamilishwa yote ya mwaka huu kwa sababu ya shukrani. Simama kwa miguu yako, weka mikono yako juu, dakika chache. Hakikisha sauti inakuwa juu. Nataka tu muambie Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Huenda uwezi kujua au ujui namna ya kumshukuru Mungu, lakini nataka umshukuru Mungu kwa maombi haya. Umwambie Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa yale ambayo tayari umeshayakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umeshayakamilisha kwangu. Weka mikono juu, sema Baba, kwa jina la Yesu. Naomba nikusikie, sema Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya yale ambayo mwaka huu umeshayakamilisha kwangu. Inua sauti, mshukuru kwa ajili ya yale ambayo ameshayakamilisha. Naomba pandisha sauti yako. Sauti yako iwe juu. Sauti yako iwe juu. Sauti yako iwe juu. Mshukuru kwa yale ambayo tayari ameshayakamilisha kwako kwenye huu mwaka, kwenye huu mwaka, kwenye huu mwaka. Yale uliyomuomba, yale uliyokusudia, kuna ambayo tayari ameshayakamilisha kwako. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya yale ambayo
umeshayakamilisha kwenye maisha yangu mwaka. Mandarama shaka yaba ropokosi ya mandeleboso, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umeshakamilisha kwangu Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru, ninakubariki, ninakutukuza kwa sababu ya yale ambayo tayari umeshakamilisha kwangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umeshakamilisha kwangu. Unaweza kuyataja yale ambayo yamekamilika, unaweza kuyataja yale ambayo ameshakamilisha. Ramashaka rabayanda koramasaya maliga bae robo shanda ramayando, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru, ninakubariki, ninakuinua kwa sababu ya yale ambayo umeshayakamilisha kwangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwenye mwaka kuna yale ambayo niliyakusudia, kuna yale ambayo niliyakusudia, kuna yale ambayo niliyakusudia. Ninakushukuru sana kwa sababu ya yale ambayo umeshayakamilisha kwangu, kwa sababu ya yale ambayo umeshayakamilisha kwangu, kwa sababu ya yale ambayo umeshakamilisha kwangu, kwa sababu ya yale ambayo umeshakamilisha kwangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Hata unatusikiliza kwenye redio, tumia dakika moja iliyobaki, dakika moja peke yake, mwambie Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa yale ambayo tayari umeshayakamilisha kwangu kwenye huu mwaka. Asante kwa yale ambayo umeshayafanya kwangu kwenye huu mwaka. Asante kwa yale ambayo umeshafanya kwangu kwenye huu mwaka. Asante kwa yale ambayo umeyakamilisha kwangu kwenye huu mwaka, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umeshayakamilisha kwangu, kwa sababu ya yale ambayo umeshayakamilisha kwangu, kwa sababu ya yale ambayo umeshayatenda, umeshayafanya toka Januari mpaka leo. Ninatambua kwamba kuna ambayo umeshayakamilisha. Ninatambua kwamba kuna ambayo umeshayakamilisha. Ninatambua kwamba kuna ambayo umeshayakamilisha, umeshayafanya kwenye maisha yangu. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakuambia asante kwa yale ambayo tayari umeshayakamilisha kwenye maisha yangu kwenye mwaka. Baba, kuna mengi ambayo umeyakamilisha. Baba, kuna mengi ambayo umeyakamilisha, sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, hakuna nilichokifanya, lakini ni wewe Bwana umenikamilishia, ni wewe Bwana umenitendea. Narudisha utukufu, narudisha heshima kwa yale ambayo Bwana umeshayakamilisha kwangu katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Bwana tena. Inua mikono yako kwa mara 7 kwa sauti ya juu. Shangilia Yesu. 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 Sema kwa sauti, sema Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo tayari umeshayakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo umeshayakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo umeshayakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo umeshayakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo umeshakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo umeshakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale ambayo umeshakamilisha kwangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru sana kwa yale
yale ambayo umeshakamilisha kwangu. Naomba shika dhabihu yako sasa. Wakati ukishika dhabihu yako, wale wanaotusikiliza kwenye redio, naomba nikutajie hizi njia ambazo unaweza kuzitumia kutuma dhabihu yako. Ninajua watu wengi wanatufuatilia kupitia redio na changamoto mbalimbali zimewazuia kuja, na najua wamefunga, lakini hakikisha umejiunga na ibada hii ukiwa hapa kwenye redio, na naomba nikutajie hizi namba. Wakati ukiwa wewe unashika dhabihu yako, wale wanaotusikiliza kwenye redio, tafadhali ninakutajia hizi namba. Kuna njia 3 ambazo unaweza ukatuma dhabihu yako. Kuna njia 3 ambazo unaweza ukatuma dhabihu yako. Dhabihu ya ibada, shukrani, sehemu ya 10. Kuna njia 3 ambazo unaweza ukazitumia. Njia ya kwanza ni ya M-Pesa 0754 51 1061. 0754 51 1061. Hiyo ni njia ya M-Pesa. 0754 51 1061. Hiyo ni njia ya M-Pesa. Jina litakuja Gerard Bigurube, mchungaji kiongozi wa kanisa hili. Lakini pia kuna namba 2. Hii ni lipa kwa namba. Lipa kwa namba ni 51 28 21 5. 51 28 21 5. Hii ni lipa kwa namba. Hii ni lipa kwa M-Pesa, na unaweza kutuma kwa mitandao yote pia. Naomba nirudie, lipa namba 51 28 21 5. Hii ni lipa namba, unaweza ukaitumia kutuma sadaka zako hapo, na jina litakalokuja ni Matoleo DNPC. Ni Matoleo DNPC Kaloleni. Ni Matoleo DNPC Kaloleni. Lakini kuna akaunti ya benki NMB, na jina litakuja DNPC Kaloleni Zaka. Hii unaweza ukaitumia fungu la 10. Akaunti ya benki NMB, akaunti ya benki ni 40 81 01 68 78 4. Hii ni akaunti ya NMB 40 81 01 68 78 4. Naomba nirudie, 40 81 01 68 78 4. Hii ni akaunti ya NMB. Unaweza ukaitumia kuachilia zaka zako na dhabihu zako hapo. Mungu akubariki. Weka dhabihu yako juu sasa, alafu nikubariki. Naona tusikiliza kwenye redio, shika dhabihu yako, weka simu yako juu, weka simu yako juu na dhabihu yako juu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, hii ni dhabihu yangu ya siku ya kwanza ya mfungo wangu wa siku 7 wa masaa 8. Kupitia hii dhabihu ninayoiachilia, Baba, kwa jina la Yesu, kamilisha yaliyosalia. Kamilisha yaliyosalia. Kamilisha yaliyosalia. Kamilisha yaliyosalia. Endelea kutoa, njoo ukisema kamilisha yaliyosalia. Nenda kwa amani, tuonane tena kesho saa 6 kamili. Endelea kumwambia Baba, kamilisha yaliyosalia kupitia dhabihu hii. Usitoe dhabihu yako kimya kimya. Hata unayetusikiliza, unayetuma, tuma message yako, tuma ujumbe kwamba Baba, kwa jina la Yesu, kamilisha yaliyosalia. Kamilisha yaliyosalia. Nenda kwa amani. Tumemaliza mfungo wa siku ya kwanza. Kesho ni saa 6. Tafadhali umwambie na mwenzako na yule anayetusikiliza kwenye redio, hakikisha tunasafiri pamoja mpaka pale Jumapili. Kesho tena tunafunga masaa 8, tunakutana saa 6 kamili. Endelea kutoa, mwambie Baba, kwa jina la Yesu, kupitia dhabihu hii, kamilisha yaliyosalia. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akuhifadhi. Tuonane kesho.